kulindwa. Mbali na hayo ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko ya Ijumaa iliyopita sasa imefikia 49 kote nchini. Ripoti hiyo ya maafisa wa usalama inajiri huku zaidi ya familia 2600 zikisalia bila makao kufuatia mafuriko ambayo pia yaliathiri vituo 16 vya polisi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gatete Njoroge, familia nyingine bado zinawatafuta jamaa zao ambao hawajulikani waliko hadi kufikia sasa. Eneo la Kingston Industrial Area, Beatrice Nyanchama anasaidiwa na majirani kuondoa vifaa vyake ndani ya chumba chake. Nyanchama ni mmoja wa waathiriwa baada ya maji kufurika ndani ya nyumba yake. Toka nje kuangalia tukapata maji imesafika ni mingi. Tukarudi ndani tukatoa watoto nje, tukaanza tukapanda kwa stairs. Hata wenye tuliacha nyuma zetu tunapoenda kuwachukua mvua imesaa wafika Wasingo. Mama ya watoto watatu anasema bado wanasubiri msaada wa serikali angalau kuanza upya maisha, kwani zaidi ya wakazi 200 hapa waliathirika na mafuriko. Vitu ambao tunasalalia kama mattress, mablanketi, kitu kituingia kwa maji. Hata hiyo mattress hata ukikauza inanuka sewage. So sina usaidizi, tunataka usaidizi. Kwa hiyo harakati kuna ukuta zilibomolewa za nyumba nyuma. Maji ilipita na ukuta ya nyuma yote ikaenda, vitu zenye zilikuwa kwa nyumba zote zikaenda. So tulikesha usiku kucha first floor. Kampuni iliyo karibu na mtaa huu inakadiria hasara ya mamilioni. Gharika ya mvua iliharibu milango, mashine za kazi na bidhaa nyingine. Siku 4 baada ya mafuriko bado hawajarejelea shughuli zao. We are currently doing the clean up. The process may take a week or so. The cleaning up, removing the garbage and all that. From there we will do the assessment to know the nature of the damage to the machines. So from our estimate, it may take around 6 months to restart these machines and to get raw materials. Kwao, tatizo hilo limechangiwa na wale wanaotupa taka na kuruhusiwa kujenga karibu na mto Ngong unaopita karibu na eneo hili. Kule Bomet, familia moja kutoka Motigo inaendelea kutafuta mwili wa mwana wao anayedaiwa kusombwa na maji akijaribu kuvuka mto Nyangores uliovunja kingo zake Ijumaa. Jana na juzi madivers wamekuwa hapa wakimsakanya ndugu yetu, lakini hatujasaidika kwa sababu leo ndo tulikuwa tuna matumaini makubwa ya kwamba tutamuona na watatusaidia kumsakanya. Mafuriko yaliyoshuhudiwa mzunguko wa Timol pia yalisababisha uharibifu wa mali, ukiwemo mfereji huu wa maji ambao tangu Ijumaa bado haujatengenezwa. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.